أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ama bado karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tutakuwa tunazungumzia kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa kuanzia katika mhadhara huu wetu wa kwanza tutazungumzia kuhusiana na saumu, nini maana ya saumu, saumu kisheria na kilugha na aina za saumu. Kilugha, saumu ni kujizuilia, na maana yake unaweza ukasema kwamba ukiwa unajizuilia kusema, basi umekuwa una saumu, kama alivyosema Bibi Maryam katika Qur'ani Karim, inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiya, leo mimi nimejizuia na kusema, kwa hivyo sitozungumza na mtu. Kwa hivyo kilugha alikuwa ana saumu, lakini saumu kisheria inatafsiriwa ni masuala ya kujizuilia kula na kunywa na mambo yote ambayo yanafunguza kwa muda maalum, kwa masharti maalum na kwa watu maalum. Hiyo ndiyo maana ya saum, kujizuilia na kula na kunywa na mambo yanayofunguza kwa muda maalum, kwa watu maalum na kwa masharti maalum. Na saumu imo katika aina tofauti, kama ambavyo tumesema kwamba kuna saumu au kuna funga aina 4. Funga za kwanza ni funga za fardhi, ambazo hizo ni lazima kufunga mtu, na tutazieleza funga za fardhi zimegawika sehemu ngapi. Aina ya pili ya funga ni funga za sunna, ambazo hizo ni funga ambazo zinapata fadhila kubwa kwa ajili ya kufunga, lakini si lazima. Aina tatu ni funga katika siku za karaha au kufunga funga ya karaha, na funga ya 4 ni funga ya haram. Funga haram ni kufunga zile siku ambazo zimeharamishwa kufunga, kwa mfano siku ya Idi na siku nyingine. Funga za karaha ni zile funga ambazo anafunga mtu ambaye anaumwa na maradhi, halafu baadaye zinampatisha shida sana sana katika afya yake. Hizo zinakuwa ni funga za karaha. Funga za sunna tutazieleza kwa kirefu katika mihadhara inayofuata mbele, na funga za fardhi ndizo ambazo tutaanza nazo. Funga za fardhi ziko aina 3. Aina ya kwanza ni fardhi ya Ramadhan ambayo tutaizungumza kwa kirefu, na aina ya pili ya funga za fardhi ambazo ni funga za lazima ni funga za kafara, na aina ya 3 ni funga za nadhiri. Funga za nadhiri ni ile funga ambayo mtu amekusudia kufunga, ameweka nadhiri, ikitokea jambo fulani fulani nitafunga, kwa hivyo kufunga kwake inakuwa ni lazima. Funga za kafara ni zile ambazo anafunga mtu kwa sababu ya kulipa au kwa sababu ya adabu maalum kwa kukosa kufanya jambo la kisheria. Mfano, kufunga siku 10 kwa mtu ambaye alikosa mnyama wa kuchinja katika hija, na hiyo imo katika Qur'ani sura ya 2 aya 196. Vile vile kufunga miezi 2 mfululizo kwa mtu ambaye ameua bila kukusudia, kama ilivyo katika sura An-Nisa aya 92. Kufunga miezi 2 mfululizo kwa kosa la dhihar, kama ilivyo katika sura Al-Mujadila, yule ambaye atamwita mkewe akamfananisha na mgongo wa mama yake. Vile vile kufunga siku 3 kwa kuvunja kiapo, kama ilivyo katika sura Al-Maida aya 89, wakati mtu anapokusudia kufanya jambo baya akala kiapo kwamba mimi ikitokea jambo fulani fulani labda nitakwenda uchi, kitu kama hichi. Basi itakapotokezea lile jambo anatakiwa asilifanye lile jambo la haram, asije akavua nguo akenda uchi kwa kusema kwamba mimi nilikula kiapo, lakini anachotakiwa ni kufunga siku 3 kwa kuvunja kile kiapo, halafu hatofanya tena lile neno. Vile vile kufunga kafara kwa kuvunja masharti ya ihram, kama ilivyo katika sura Al-Maida aya ya 95. Kwa hivyo hizo ni aina za funga, na sasa hivi tunazungumzia kuhusu nguzo za funga. Nguzo za funga ni 2. Ya mwanzo kutia nia, na ya pili ni kujizuilia na mambo ya nakula na kunywa na mambo yote yanayofunguza katika wakati ambapo inachomoza alfajiri ya kweli
mpaka jua linapozama. Funga ya Ramadhani. Funga ya Ramadhani ni fardhi kwa watu maalum, kwa muda maalum na kwa masharti maalum. Kwa hivyo funga Ramadhani kuna watu maalum ambao kwa wao ni fardhi na muda maalum wa kufunga na masharti maalumu yaliyowekwa. Hukumu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nini? Hukumu ya kufunga mwezi wa Ramadhani ni fardhi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Jalla fil Ula amesema katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaykumus siyam ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, nimefaradhishwa. Kutiba maana yake furidha, imefaradhishwa kwenu nyinyi siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama waliofaradhishwa wengine waislamu kabla yenu, la'allakum tattaquna, ili mpate kufikia lengo la uchamungu. Vile vile Ramadhani ni wajibu kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mutawatir, na maulama wote wamekubaliana katika swala hilo, wala hakuna ikhtilafu katika swala hilo. Qala, amesema Talha radhiallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume, akhbirni, hebu nipe habari, ma faradallahu alayya, kile kilofaradhishwa kwangu mimi, minasiyam, katika funga. Faqala, akasema shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan ndio uliofaradhishwa kufunga kila Muislamu, kama alipopokea Imam Bukhari katika Sahih Bukhari hadithi 1891, Sahih Bukhari 1891, ikisimuliwa na Talha radhiallahu anhu. Vile vile katika dalili nyingine ya kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni fardhi ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo maarufu inasema, bunia al-islamu ala khams, Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5: shahadatu an la ilaha illa Allah, kutoa shahada kwamba hakuna Mwenyezi Mungu ila Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa iqami salati wa itai zakati wa haji wa saumu Ramadhan, na kutoa zaka na vile vile kufunga mwezi wa Ramadhan, kama ilivyo katika Sahih Bukhari hadithi ya 8. Kwa hivyo kutokana na hadithi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka kufunga ni fardhi, ni lazima, na makubaliano yote ya maulama katika jambo ambalo limekubaliwa na maulama bila ikhtilafu za ulama hata mmoja, kwamba Ramadhani ni fardhi kwa kuthibiti nasi zilizotoka katika Qur'ani al-Karim na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa sahihi na makubaliano ya maulama. Sasa tunatizama kwamba wanaolazimika kufunga ni watu gani? Wanaolazimika kufunga kwanza ni mtu awe Muislamu, kama ilivyokuja aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba. Kwa hivyo waliolazimishwa kufunga ni Waislamu, alafu ndo ikaletwa neno kutiba, yani imelazimishwa, imefaradhishwa. Ibn Qudama anasema kafiri yeye si mukallaf, yani sheria ya Kiislamu haimkamati, na kwa hivyo itakuwaje? Itakuwa yeye kama atafunga basi atakuwa anajizoesha tu, hakatazwi kufunga, atakuwa anajizoesha, lakini atakaposlimu basi hapo ndo sheria ya Kiislamu itakapombana na itakapomkamata kwamba lazima afunge. Je, imetokezea kafiri ameslimu mwezi 10 siku nyingine Ramadhani, je, zile 10 zilizopita zote zile vipi? Yeye atafunga hizi 20 zinazokuja, zile 10 kwake si wajibu, kwa sababu alikuwa wakati huo bado hajaslimu. Je, ameslimu mchana, je jioni saa 8? Akislimu saa 8 basi funga ile ya siku ile itamlazimu, kwa sababu alikuwa mukallaf katika siku ile na itabidi aje ailipe. Atasalimika kama ataslimu usiku. Kama ataslimu usiku, basi funga itakayomwajibikia ni funga ya siku ya pili yake, yani ya kuamkia alfajiri na kuendelea. Pale ndipo saumu itakuwa imemwajibikia. Mtu wa pili ambaye analazimika kufunga ni mtu mwenye akili. Mama Aisha radhiallahu anha anasema katika hadithi ya Abu Dauda, hadithi ya 2041, hadithi iliyokuwa sahihi, rufi'a al-qalamu ala thalathat, imeondolewa kalamu, yani kuandikiwa dhambi na thawabu kwa watu watatu. Anin naimin, kwa mtu aliyelala, hata yastaqidha, mpaka atakapoamka.
wa anisaghiri, na kwa mtoto mdogo yoyote yule, hata yukbara, mpaka atakapokuwa mkubwa, atakapokuwa balighi, wa anil majnuni hata yaqila, na mtu aliyokuwa hana akili mpaka apate akili yake sawa sawa. Kwa hivyo sharti la pili la kufunga baada ya mwanzo, yani watu wanaolazimika kufunga watu wa kwanza ni Waislamu, aina ya pili ya watu ni watu wenye akili. Imamu Fauzan anasema kwamba mwendazimu yeye sio mukalafu, kwa hivyo kwake yeye halazimiki kufunga, ila mtu ambaye atakuwa ameghumiwa, je, amepoteza akili kwa muda mdogo, huyu ni mukalafu. Kwa hivyo itabidi atakapopata akili yake atimize funga. Mwendawazimu ni yupi? Ni yule ambaye akili yake inaondoka maisha, yani akili yake inakuwa haipo kwa miaka mingi sana, anakuwa hajui nini anachokifanya, huyu halazimiki kufunga. Lakini kama mwendawazimu atafunga, je, basi utamwacha kama alivyo, lakini sheria haimlazimishi yeye kufunga kwa sababu ya ukosefu wake wa akili. Jambo la tatu ni kama mtu awe baleghe. Mtu yoyote ambaye ni mdogo, hajafikia baleghe, na mwanamke hajawa mwari, basi huyu atazoeshwa tu kufunga, lakini hatolazimishwa kufunga kwa sababu hajafikia umri. Na amehadithia mama Aisha radhiallahu anha kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa watoto wadogo wanafundishwa kufunga, alafu baadaye wakisha wakidai chakula chao wanapewa, na kama wataweza kuendelea basi wanaendelea. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni muhimu kuangalia kwamba watoto wadogo wao si mukalafu, kwa sababu imeshawahi kutokea kesi katika siku za nyuma kwamba kuna mwanamke mmoja alimlazimisha mtoto kufunga na akataka kufungua yule mtoto, akamlazimisha tu aendelee kufunga, mpaka akapata madhara makubwa kwa sababu ya kumlazimisha kufunga, hali ya kwamba yeye sio mukalafu. Kwa hivyo watoto wadogo wote wanapokuwa wanataka kufunga wataruhusiwa kufunga, lakini wao wakitaka kula wapewe chakula chao. Mtu wa nne awe mkaazi wa mji, yani yupo katika mji wakati ule. Msafiri yeye amehiarishwa baina ya kufunga au kula, kama ambavyo tutaizungumza vizuri katika makala zitakazokuja mbele, kama ilivyo katika Qur'an Karim, sura pili aya 183, faman kana minkum maridan au ala safar faiddatin min ayamin ukhra, yoyote atakayekuwa mgonjwa au yuko katika safari, basi atimize saumu katika siku nyingine ambazo atakuwa hayumo katika safari. Vile vile inatoa sharti nyingine ya mtu mgonjwa, ambaye huyu ni mtu namba 6, tutakuja kumzungumza hapo, lakini hukumu yake imetoka kabisa. Mtu wa 5 ni mtu mwanamke asiwe na hedhi wala nifasi, kama ambavyo imo katika Sahih Bukhari hadithi ya 1951 katika masimulizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema alaysa idha hadhati lam tusalli wa lam tasum, je, nye wanawake si mnapokuwa na hedhi hamswali wala hamfungi? Kwa hivyo maulama wote wanakubaliana kwamba mwanamke mwenye hedhi au nifasi yeye hatakiwi kufunga. Sio tu kama hatakiwi kufunga, kwake yeye ni haramu kufunga, na kama atafunga atapata dhambi. Yule mtoto mdogo anaweza akajifundisha yeye, lakini mtu yoyote yule ambaye ana hedhi au ana nifasi anakuwa si msafi na hatakiwi kufunga, na akifunga anapata dhambi. Nini kitatakiwa kwake yeye? Basi mtu ambaye yuko katika hedhi atatakiwa ale, ashibe. Wanawake wengi huwa wanajizuilia nafasi hii, maskini wamepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale vyakula washibe, lakini wao wanakaa na hedhi, halafu kufunga hawafungi na kula hawali. Haitakiwi kula nje wala kula hadharani, lakini utakula chumbani kwako, mwanamke utajifungia, kwa sababu watoto wadogo mara nyingi huwa wanakuja nyumbani kupeleleza, wakati mwingine kugonga, kutizama mambo mbalimbali. Wasije wakakuona umejifungia nyumbani, mlango uko wazi, unakula, utakuja kuleta mambo ambayo hayaeleweki kwa watoto wako. Lakini wewe kama ni mwanamke mwenye hedhi na nifasi, unatakiwa nyumbani ujifungie, halafu ule vyakula ushibe hasa, na unywe maji hasa ya kupata, kwa sababu hata ukisema ukae na njaa, unakaa na njaa bure na saumu unakuwa huna. Mtu wa 6 ambaye katika watu wanaolazimika kufunga ni mtu mwenye afya. Afya hapa inagawika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba mtu ambaye ana afya ya kuendelea moja kwa moja, kwa hivyo huyu atatakiwa afunge kwa sababu anaweza kufunga. Mtu ambaye afya yake inaharibika kwa muda mdogo, mfano ameumwa na tumbo la kuharisha,
au amepatwa na maradhi siku ile, homa kali, anatakiwa ale. Kwa hivyo huyo atakula, halafu baadaye atakuja kuilipa ile siku. Kuna maradhi ya kuendelea, kwa mfano mtu anaumwa na sukari, Mwenyezi Mungu atunusuru, na hawezi kufunga, basi huyu atakuja kutoa fidia, kama ambavyo tutakuja kuzungumza kirefu tu baadaye. Au mtu mwenye maradhi mengine ya kansa, au mwenye maradhi ya presha, au mwenye maradhi yoyote yale ambayo hawezi kabisa kufunga kwa maradhi yale. Inaingia pia mwanamke ambaye yumo katika mimba na mimba yake inampa tabu mpaka ale, na akiwa hakula inaweza akapata madhara yeye, au akakitia madhara kile kilichokuwemo tumboni. Na vile vile inaingia katika mwanamke ambaye ananyonyesha, akiwa anapata tabu sana katika masuala aidha ya afya yake au afya ya mtoto mdogo. Akifunga hawezi kumnyonyesha mtoto wake, au akifunga anapata tabu sana yeye katika maisha, tabu ambayo inamfanya manake aingie katika hatari ya afya yake. Huyu mwanamke ataruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, ataruhusiwa kukula mchana wa mwezi wa Ramadhan, na hukumu yake kwa wanawake wenye mimba na wanawake wanaonyonyesha tutaitoa katika sehemu za mbele zinazokuja kuonesha kwamba afanye nini. Lakini hapa tunasema kwamba mgonjwa mwenye ugonjwa ambao unatibika, basi huyu atalipa saumu. Mgonjwa mwenye ugonjwa ambao hautibiki, ni ugonjwa wa kuendelea, huyu atatoa kafara. Tutakuja kuzungumza kuhusu kafara katika vipindi vinavyokuja mbele. Basi makala yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusu funga, wanaolazimika kufunga, na tutamalizia katika sharti za saumu. Yani saumu imekuja na sharti gani? Sharti za saumu ni 4. Ya kwanza kwamba mtu awe Muislamu, tutaizungumza. Ya pili ni kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani, na tutazungumza kuhusu kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani inshallah. Ya tatu ni kutia nia usiku, ka sharti kubwa ya mwezi wa Ramadhani. Haya ni masharti ya kufunga Ramadhani. Kwanza mtu awe Muislamu, mwezi uonekanwe, halafu atie nia usiku. Halafu la 4 ajiziwilie na mambo yanayofunguza. Na kuhusu kutia nia usiku ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kama alivyosema Mama Hafsa radhiallahu anha katika hadithi ya Abu Daud, hadithi ya 2454, man lam yajmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, yoyote yule ambaye hajaikusudia kufunga kabla ya alfajiri, basi mtu huyo atakuwa hana funga. Maana yake ni kwamba atie nia usiku katika mwezi wa Ramadhani. Je, italazimu kila siku kutia nia? Kutia nia kwa kila siku, hiyo ndo rai ya Imam Shafi na rai ya Imam Abu Hanifa. Maulama wengine kama Imam Malik na Imam Ahmad, wao wamekwenda na rai nyingine kwamba ikiwa mtu anakusudia kufunga Ramadhani nzima, basi si lazima atie nia usiku. Rai iliyokuwa nzuri zaidi kwa hapa ni rai ya kutia nia kwa kila siku ya Ramadhani katika wakati wa usiku. Kwa hivyo katika sehemu yetu hii ya mwanzo tumezungumzia nini saumu, tumezungumzia kuhusu saumu kilugha na saumu kisheria, tukazungumza kuhusu Ramadhani, hukumu ya Ramadhani katika Uislamu, tukazungumzia vile vile watu ambao wanalazimika kufunga kwa mujibu wa sheria, tukazungumzia sharti za saumu, tukazungumzia pia na aina za saumu. Usikose basi kutusikiliza katika makala nyingine ya Ramadhani al-Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa billahi tawfiq.